Sasa kwa ujumla wake, kwa nini tunafanya ubia, au sababu ya kufanya ubia ni nini? Kimsingi ni uzoefu wa duniani kote kwamba sababu kubwa tatu ndizo ambazo zinaamua kwa nini tunafanya ubia. Tunafanya ubia kwa sababu ya kuvuta mitaji ya sekta binafsi itekeleze majukumu ambayo kimsingi yapaswa yafanywe na serikali. Kwa mantiki nyingine, katika kufanya ubia tunatoa nafuu kwenye balance sheet ya serikali, kwenye bajeti ya serikali, kwamba badala ya kila mradi utekelezwe kwa kutumia kodi na mikopo, sasa kwa kutumia utaratibu wa ubia tunaweza tukatekeleza baadhi ya miradi nje ya bajeti ya serikali, ama kwa 100% au kwa kiasi fulani, kutegemea na aina ya mkataba ambao tunautengeneza. Kwa hiyo ni sababu ya kwanza. Na sababu ya pili ni ya jumla pia, kwamba tunafanya ubia kwa ajili ya kuvuta teknolojia. Ni uzoefu kwamba sekta binafsi duniani imeonyesha ufanisi mkubwa katika teknolojia, imeonekana kuwa mbele katika teknolojia kuliko sekta ya umma. Na ni katika msingi huo kwamba tunaweza tukasaini mkataba wa ubia, kampuni binafsi itekeleze jukumu ambalo kimsingi ni jukumu la serikali kwa sababu ya teknolojia tu. Lakini pia tunafanya ubia, sababu ya tatu kubwa ni efficiency katika management, kwamba ni tafiti zinaonyesha kwamba sekta binafsi, ema kwa sababu ya nature yake, lakini kwa sababu zote kwa ujumla, ni kwamba ina ufanisi zaidi wa kimanagement kuliko sekta ya umma. Kwa hiyo tunaweza tukafanya ubia kwa sababu tu ya kuvuta ufanisi wa kimanagement. Sasa sababu hizi tatu zimepata kujadiliwa katika misingi tofauti tofauti, na yamepata kuwepo maoni au imekuwepo na bado yapo maoni tofauti tofauti kuhusu sababu hizo. Yapo mazingira ya kwamba huyu mtu sasa amekuja tu na briefcase, alafu aendeshe kampuni hii, amekuja na kitu gani serious. Tunafikiria kwamba atakiwa aje na mitambo, lakini kumbe anaweza kama amekuja tu na group kwa ajili ya ambayo ime advance katika masuala ya management, kubadilisha namna ambavyo kampuni au shirika au taasisi husika inafanya. Sasa tafiti, kwa mfano ukisoma Oxford Review ya mwaka 2014 walionyesha kwamba katika mataifa makubwa 13 kiuchumi duniani, asilimia 62 ya uchumi wao, asilimia 62 ya uchumi wao, asilimia 62 ya national wealth inatokana na human capital, na asilimia 25 inatokana na efficiency of institution, wakati asilimia 5 tu ndio inatokana na natural resources, mali asili. Kwa mantiki nyingine ni kwamba uchumi unategemea pia efficiency ya institution. Kiasi ambacho uchumi unapoteza kutokana na inefficiencies zikiwa monetized kinaweza kuwa kikubwa pengine kuliko kiasi ambacho kingeweza kupatikana kutokana na mali asili. Kwa huo ndio uzoefu. Na kwa kusema hivyo kwamba hayo mataifa makubwa 13 ambayo efficiency institution inatoa mchango mkubwa kuliko natural resources, haimaanishi kwamba mataifa hayo hayana utajiri wa mali asili kama ambavyo baadhi tumekuwa tukiamini. Nchi kama Marekani wana mafuta, Norway wana gesi nyingi kuliko nchi nyingi za Afrika. Russia wana gesi nyingi kuliko nchi nyingi za Afrika. China wana gold, wana dhahabu kuliko nchi yoyote Afrika. Mwaka 2023 walikuwa na zaidi ya tani 200, sisi tukiwa tani 50. Sio ya kununua, kwa maana ya iliyochimbwa katika nchi husika. Kwa katika Ujerumani wana makaa ya mawe, Australia wana dhahabu.
Nachokisema ni kwamba hizi nchi ni kwamba zimeendelea sana katika teknolojia na ufanisi wa kitaasisi kiasi ambacho natural resources sio mjadala mkubwa sana kwao, kwa sababu technology na hizo institutional competence zinaamua sehemu kubwa ya ushindani katika dunia ambayo inashindana.